watu wanawaza tu meno, ni kwamba uelewa ama elimu haijatolewa kutosha, ama tu watu hatujaamua kufuatilia kwa kina? Nafikiri ni mazoea. Nafikiri ni mazoea, na pia kwamba awareness, yani uelewa. Toka zamani watu walikuwa wanasema tu daktari wa meno, ndio maana siku hizi tumeongeza daktari wa afya ya kinywa na meno. Zamani nilikuwa nasema tu daktari wa meno. Kwa hiyo mtu anafikiria tu kwamba kwa sababu ni meno basi ni yale meno peke yake. Na wengi walienda mbali mpaka wakafikiri daktari wa meno basi ni kung'oa tu meno, wakati kuna mambo mengine mengi ambayo daktari anafanya. Kabisa. Takwimu za Wizara ya Afya za mwaka jana zinasema kwamba 36% ya Watanzania wanakumbwa na changamoto ya meno ya kahawia. Watu wanaliona kama hili swala la kawaida, hususan kwa wananchi wa mikoa kama ya Arusha, Kilimanjaro, Moshi. Huko ni kawaida kwa sababu wanatokea huko. Wengine tunasikia wanasema tatizo ni maji wanayotumia na vitu kama hivyo. Ni swala la kawaida ama kuna mushkeli? Hapana, si swali la kawaida, kwa sababu ndio maana kuna maeneo maalum ambayo hayo matatizo yapo, kama ulivyoonyesha kwamba Arusha, maeneo ya Singida, maeneo ya Shinyanga huko. Kwa hiyo ni sababu ya madini ya fluoridi yaliyoko kwenye maji maeneo hayo. Na wakati mwingi au mara zote niseme, na huwapata wale watoto ambao wako katika umri wa meno yao kutengenezwa. Mara nyingi ni kabla ya miaka 8. Kwa hiyo wakiwa katika maeneo hayo, mara nyingi meno yanakuja yakiota, yale permanent yanaota, yana rangi ya kahawia. Na hiyo ina athari gani kwenye mdomo wa mtu, ama ni hali ya kawaida? Athari unaanzia kwanza kwa muonekano, kwamba mtu anaona meno yangu hayako vile kama wengine. Lakini mtaani daktari, watu wanaona kama ufahari, utajua kwamba natoka Arusha. Labda wapo, kwa sababu ufahari unajua kila mtu namna anavyoona. Kuna mtu mwingine hata meno yake akipinda anaona ufahari. Ni kama Mnyakyusa akila parachichi. Kwa kweli. Sasa madhara mengine ni kwamba meno yanakuwa yamejengeka sio imara sana, kwa sababu meno yana kuta zake. Kuna kuta ya enameli ya juu na kuta ya dentin. Kwa hiyo unakuta mtu anapokuwa na hiyo fluorosis, inategemea kiwango gani kipo. Ipo ingine inakuwa juu tu, ipo ingine inakuwa kali sana. Kiasi inaathiri kuta za meno na kumsababishia mtu matatizo. Tunapozungumzia kama tulivyosema, afya ya kinywa na meno ni pana kabisa. Tunaona takwimu hapa zinatuambia mambo mengi tu, lakini changamoto ipi kwa sasa inaonekana kuwaathiri zaidi watu kwenye swala zima la afya ya kinywa na meno? Changamoto kubwa kama ulivyosema hapo ziko nyingi, lakini ambazo kutokana na takwimu ni bado kubwa ni kutoboka kwa meno. Na pia kwa watu wazima na hata kwa watoto, na matatizo ya fizi. Hayo ndio yanaongoza, lakini anafuata matatizo mengine kama ulivyoeleza pia hapo, kama matatizo ya labda kupinda kwa meno au matatizo mengine ya saratani na maeneo mengine. Dr. Mwakatobe, watu wengi likija swala la afya ya kinywa na meno ni kama labda ni kati ya masuala ambayo wanayaweka mwishoni. Kuna umuhimu gani wa mtu yoyote yule kujali afya yake ya kinywa na meno? Swali zuri sana. Mara nyingi wanapenda kuambia watu kwamba kinywa ndo kama mlango wa mwili. Kinywa ndo mara nyingi matatizo mengi utaanza kuanza kuyaona hapo, kama ukiangalia vizuri. Kwa mtaalamu mara nyingi mzuri wa afya kinywa na meno, kuna matatizo mengine mengi ambayo unaweza kuyaona mdomoni na ukamshauri mteja wako au mgonjwa wako sahihi. Umuhimu wake ni kwamba kwanza kabisa tunafahamu kinywa ndo kitu ambacho kinatusaidia sisi, au kiungo ambacho kinatusaidia sisi kuzungumza. Lakini sio hivyo tu, kula, upumuaji na vitu vingine vingi tu ambavyo hata mawasiliano. Kinywa kina mchango mkubwa katika mawasiliano tunaofanya. Kwa hiyo ukija kwa upande wa pili ambao wa afya kamili, afya kamili ya mtu haiwezi kuwa kamili bila kuwa na afya ya kinywa. Kwa nini? Kwa sababu kwanza, of course, kama mtu ana matatizo ya meno, mafizi, kutakuwa na maradhi na vitu mbalimbali vinamsumbua. Lakini pia maradhi ya kinywa yanaweza kusababisha magonjwa mengine mengi tu. Kwa hiyo kuna mahusiano kati ya magonjwa ya kinywa
na magonjwa mengine yasiyokuambukiza. Kama magonjwa gani daktari? Kwa mfano magonjwa ya kisukari, kuna uhusiano na afya ya kinywa na meno. Magonjwa ya moyo yana uhusiano ya afya ya kinywa na meno. Mama na mtoto. Kwa hiyo ndio maana tunashauri watu watunze afya ya kinywa. Labda tu nikupe mfano kwamba kama mtu ana magonjwa sugu ya fizi ambayo mara nyingi unakuta fizi zimevimba, zinatoka damu, wengine mpaka usaha. Mara nyingi sasa kuvimba kule kwa fizi zinafanya hata ile mishipa midogo midogo inakuwa rahisi kuingiliwa na vijidudu. Wale bakteria wanaweza kuingia kwenye mfumo wa damu. Na wakishaingia kwenye mfumo wa damu wanazunguka pamoja na damu, wanafika mpaka kwenye moyo. Na kule kwenye moyo kuna kuta laini za moyo. Kwa hiyo wanaweza wakaleta maambukizi ndani ya moyo, ikatokea maambukizi ya kuta za ndani za moyo ambayo inaitwa endocarditis. Kwa hiyo inawezekana. Kwa hiyo mahusiano ni makubwa. Huo tu mfano mmoja nimeutoa. Asante sana daktari. Unaweza kusikiliza kutazama Crown TV kwenye kisimbuzi cha Azam channel namba 415. Halikadhalika kama umekosa kusikiliza Kasri hivi sasa ama kututazama kwenye channel yetu ya YouTube, basi saa 4 kamili unaweza kutazama marudio ya Kasri. Na hivi sasa ni saa 1:09. Uligusia kidogo kuhusiana na mpangilio wa meno daktari. Tukiona kwenye mitandao ya kijamii hivi sasa kuna mtindo unakuja kwa kasi sana wa kuweka, mnaita nini zile, sijui ni vyuma fulani viko kwenye meno. Wengine wanasema labda ndo meno yanapangika, wengine wanafanya kama fasheni. Hebu tuambie kitaalamu hili limekaaje na nani anapaswa kuweka vile vyuma? Vile vyuma viko vya aina nyingi, lakini labda naweza nikaviweka vya kama makundi mawili. Kuna wapo ambao wanaweka tu kama urembo na wanaweza wakapachika na kutoa. Kwa mfano wasanii wakubwa nafikiri mnaona. Vile ni kama urembo tu. Kwa vipo kabisa vyuma vya urembo. Vya urembo. Lakini vipo vyuma vingine ambazo ni waya zinapita kwenye meno. Hizo mara nyingi na asilimia kubwa nafikiri tunazowaona hapa Tanzania ni matibabu. Hata huko mashuleni walimu wengine wanakuwa hawaelewi, wanafikiri wale watoto wameweka urembo, kumbe wana matibabu. Na kuna watu wengine au watoto wengine anakuwa na matatizo ambayo ni serious sana kiasi kwamba asipowekewa hivyo vyuma anaweza kuja kupata shida sana baadaye. Nini kinasababisha mtoto mpaka awekewe? Sababu zipo nyingi. Sababu unaweza kukuta kwamba aidha meno yamepangika vibaya, meno yameota vibaya, yamepandiana, lakini pia unaweza kukuta mataya yamekaa vibaya. Hakui vile yanavyopaswa. Lakini sababu hasa inaweza kuwa inayosababisha sasa meno yakawa labda yamepandiana au taya zimepinda, inaweza kuwa sababu ni kwamba upumuaji wa mtoto, labda mtoto hapumui sawa, au labda unyonyeshaji wa mtoto wakati anakuwa ulikuwa tofauti, au zile tabia zingine za kunyonya vidole au kunyonya ulimi au kutia vitu mdomoni ambavyo mwisho wa siku vinaweza kusababisha kupinda kwa meno au kupinda kwa taya kwa pamoja. Okay. Ulizungumzia kidogo kuhusiana na meno kupasuka ama kutoboka. Na nadhani ni moja kati ya matatizo makubwa kwenye masuala mazima ya afya ya kinywa na meno. Mtu anapogundua jino lake limetoboka, hatua ya kwanza anatakiwa kufanya nini kabla ya kwenda kuliziba? Hatua kwanza ningeweza kusema kwamba mtu kabla hata hajagundua jino limetoboka, unapaswa kwenda kwa daktari wa afya ya kinywa na meno angalau kwa mara moja kwa mwaka. Kama unaweza. Lakini sasa utakapoenda utakuta kama kuna limeanza kutoboka jino au bado, ukapata huduma. Wakati mwingine jino linaanza kutoboka usikii maumivu. Kwa sababu jino ile process haiji siku moja, inaanza taratibu. Inaanza taratibu, kadri unavyokwenda jino linaanza kulika, matokeo yake tundu linakuwa kubwa. Wakati mwingine unaweza ukasikia kama maumivu kidogo, alafu yakaisha. Ukasema wengine wanakuambia nilikuwa jino linaniuma lakini nimepewa dawa ya kusukutua, sijui wamenunua kwa sokoni. Jino ile dawa nzuri sana, au nimepiga na dawa ya meno ya aina fulani, imenisaidia meno sasa hivi hayaumi. Lakini inawezekana ni kwamba lile jino linaendelea na process ya kuoza, ila tu maumivu yamepungua au maumivu yameisha kwa sababu ile nevu ya jino imeshakufa. Kwa hiyo wewe husikii maumivu, lakini process ya kuoza inaendelea. Ndio hicho nadhani kilichomkuta mpiga picha wetu hapa Jesse. Hii wiki ameumwa jino, hata hajaja kazini wiki iliyoisha kama siku 3.
Leo nimemuuliza vipi umepona? Kwa sababu alipewa dawa na yeye akaambiwa sijui asukutue afanye vitu gani. Ile dawa anasema hajaitumia, lakini akapewa kama karafuu. Amekula 2-3 saizi anasema haliumi. Kwa hiyo amepuuza na yeye. Sasa hapo unamshauri nini? Namshauri kesho mapema aende akamuone daktari wa afya na kinywa na meno. Kwa sababu aje kukuona wewe ama aende pengine. Hata kwangu anaweza kuja, hata kuna hospitali nyingi tu hata hapa jirani nafikiri zipo nyingi. Kwa hiyo wataona, na mara nyingi lazima utakuta kuna tundu tu kubwa na jino limetoboka. Hebu Jesse tuambie lile jino lako lina tundu ama limefanyaje? Kumbe unajua kabisa jino limetoboka kaka. Na unajisikiaje? Subiri msikilize daktari. Madaktari wengi madaktari wangu wengi wamenizuia kulitoa. Ma consultant wanasema usitoe nini. Ukitoa ndo unafungulia atatoka na kutoa. Lakini hata mimi nakwambia usitoe. Unapoenda hospitali sio kwamba unaenda kutoa jino. Hapana. Kwa kama yeye limetoboka akalizibe. Tena kiliwahi mapema unaziba vizuri kabisa na unasahau. Mimi niko kwenye industry zaidi ya miaka 20. Kuna watu mimi nimewaziba niko intern. Na sasa hivi meno yao bado yapo. Wewe lilianzaje kuuma? Ulikula sukari ama ulikula kitu gani? Ndaona madaktari ili wanitibu. Sasa daktari ndio yuko hapa. Sasa nitamfuata ofisini. Yaani tunataka na wengine wajifunze. Jino lako lilianzaje kuuma? Lilianza kwanza ni kila kitu cha sukari kinaingia kwa hapo sehemu iliyotoboka. Unaanza kusikia maumivu kidogo baadaye maumivu ndo akawa sana. Yakawa na sukari anapenda daktari. Anapenda sana. Na sukari ndo inasababisha mara nyingi wale wadudu ndo wanapenda. Kwa hiyo unapokula sukari wanapotoa zile nini tindikali ndo zinazosababisha jino linatoboka. Kwa hiyo mara nyingi ndio maana tunashauriwa usafishe meno yako angalau mara 2, asubuhi na usiku kabla ya kulala. Nimesikia kwamba mna maonesho. Naam. Kuhusu masuala mazima ya afya ya kinywa na meno. Yanafanyika lini? Maonyesho yatafanyika tarehe 28 mpaka tarehe 30 mwezi huu, mwezi Mei, Mlimani City. Kwa hiyo mtu kama Jesse wanaweza kuja wakapata huduma kama hizo ama atakuwa amechelewa sana? Hapana, hajachelewa kwa sababu hayo maonyesho yanaitwa kwamba ni maonyesho ya kimataifa ya huduma za vifaa tiba na huduma za afya ya kinywa na meno. Kwa hiyo pamoja na vifaa tiba ndani pia kule pembeni kutakuwa na sehemu ambayo watu wanafanyiwa uchunguzi wa afya ya kinywa na meno na kupata ushauri mbalimbali. Bure ama na pesa? Hapana, ni bure kabisa. Wote wanakaribishwa, watu wote wananchi wanakaribishwa hiyo siku, na nafikiri itakuwa inaendana na karibia na sikukuu zaidi. Kwa hiyo watu wanaweza kutumia muda huo kuja kuangalia afya zao. Kwa hiyo Jesse anaweza kusubiri akaja akatumia. Hapana, Jesse na mshauri asisubiri. Kesho tarehe 28 kwa yeye ni mbali. Aende mapema aanze apate huduma ili atakapokuja sasa awe ameshapona, na akifika pale atafundishwa mengi. Kutakuwa na dawa za meno za aina mbalimbali. Unajua dawa za meno zinapichana. Zipo za watu wenye matatizo aina fulani, matatizo ya mafizi wana dawa zao, watoto wana dawa zao, na pia za kusukutua, na miswaki pia iko ya aina mbalimbali. Kwa hiyo vitu vyote na vile devices zingine ambazo huwa tunatumia kusafisha meno kama dental floss. Kuna watu wengine hawajawahi kuona hata dental floss. Kwa hiyo tunawaelekeza na wanaweza kupata zawadi nyingi tu, watu watapewa kwenda kutumia majumbani kwao. Umezungumza vizuri hapo daktari kuhusiana na aina za dawa za meno. Watu wengi akilala akiamka akikuta dawa hii anachukua, kesho anachukua nyingine. Kabla hujaamua aina ya dawa ya meno ya kutumia, unatakiwa ufuate hatua gani? Dawa ya meno cha muhimu kabisa cha kwanza ni kuhakikisha kwamba ina madini ya fluoride. Kwa hiyo ukisoma pale itakuwa imeandikwa. Kwa watoto kuna kiwango chake cha chini, kwa wakubwa kuna kiwango chake ambayo inakwenda 1000 mpaka 1400 mpaka 450 mpaka 1500. Cha kwanza hicho. Lakini kingine ambacho cha kuzingatia ni kwamba je, unapotumia ile au unapopiga mswaki tunasema unapiga kwa usahihi au unapiga sivyo ndivyo? Kupiga kwa usahihi ndo kupiga vipi? Kupiga kwa usahihi ndio hicho sasa. Kwa kupiga kwa usahihi manake kwanza uwe na mswaki sahihi. Kwa sababu unaweza kuwa na mswaki ambao unaotoka mwaka jana. Mswaki usitumie zaidi ya miezi 3. Miezi 2, miezi 3 unabadilisha. Lakini pia namna ile ya upigaji, yani unaanza upande gani, kwa sababu jino lina pande nyingi. Kwa
Kuna upande wa nje, upande wa ndani, upande wa katikati, mbele na nyuma, na upande wa juu unapotafunia meno. Kwa hiyo pande zote hizo hakikisha zimesafishwa vizuri. Na ulimi pia bila kusahau, kwa sababu ulimi mara nyingine usiposafishwa unaweza kuleta athari zingine, hata kama kunuka kwa mdomo na vitu vingine kama hivyo. Nitakuja hapo kwenye kunuka kwa kwa mdomo. Nina swali mahususi kabisa kuhusiana na kunuka kwa mdomo, lakini nataka kusikia kuhusiana na aina pia za miswaki, dokta. Kuna ile mingine migumu, brush zake ni ngumu, kuna ile mingine ni laini sana. Na watu wengi wanapenda ile migumu, wanaamini kwamba ile yenye brush ngumu ndo ambayo inasugua meno yake vizuri. Ni kweli? Pana. Miswaki mara nyingi huwa ina aina 3 kubwa. Soft ambayo ndo laini sana, alafu medium, alafu hard. Kwa hiyo mara nyingi utakapoenda kwa ninavyosema kwamba kwa daktari wa afya kinywa na meno, pamoja na vitu vingine, hata hivyo anaweza kukushauri kutokana na meno yako na mafizi yako yalivyo. Kwa sababu kama watu wengine wanashindwa kusafisha meno vizuri, sehemu zingine asafishe kwa sababu anatumia mswaki mgumu. Kwa akigusa fizi anaona zimetoka damu kidogo, anasikia maumivu, hagusi tena, anaacha na anaenda sehemu zingine. Kwa hiyo mtu kama huyo unamshauri atumie mswaki ambao ni soft, laini. Na siku hizi kuna miswaki mingine soft, laini, mizuri, na ncha yake inakuwa nyembamba sana kiasi unaweza kupitisha pia katikati ya jino na jino, ambao mara nyingi sio rahisi kusafisha. Na watoto pia wanatakiwa na wawe na miswaki yao ambayo kichwa chake ni kidogo, kinaweza kikapita sehemu nyingi za katika kuta zote za meno. Naam. Turudi pale kwenye kunuka mdomo. Watu wengi barabarani, mtaani, tunasikia wanalalamika, jamani yule fulani mdomo wake unanuka mno. Nini kinasababisha mtu anuke mdomo? Kunuka mdomo, sababu ziko nyingi sana. Sababu ziko nyingi sana, ziko ambazo zinahusiana na usafi, na ambazo ndo mara nyingi wa kinywa na meno, lakini zipo zingine zinahusiana na magonjwa mengine. Kwa hiyo sababu ambazo zinahusiana na usafi mara nyingi ni kwamba watu ambao hawasafishi kinywa chao vizuri. Wewe mara nyingi angalia watu wengine ambao labda wanakunywa pombe bila kiasi, amekula machakula hajapiga mswaki, lazima kesho meno yake yatakuwa au kinywa chake kitakuwa kinanuka. Hiyo ni usafi. Lakini pia kuna watu wengine ambao ana meno ya bandia mdomoni, yale ya plastiki. Kwa hiyo unakuta usafishaji wake unakuwa sio vizuri, kwa kuna mabaki ya chakula yanabaki mle, bakteria wanavokula na nini, harufu inaweza kuwa. Lakini wengine pia utakuta wana mashimo, kama rafiki yetu hapa mpiga picha, unaweza kukuta, sijamwangalia hilo jino lake, unaweza kukuta lina pango huko ndani, kuna wanyang'anyi huko kabisa. Kwa hiyo sasa huko pia kutokana na uchafu uliopo unaweza kuleta harufu. Lakini pia kuna magonjwa mengine ambayo labda ya koo, ya pua, yanaweza kusababisha mtu akatoa harufu ya kinywa. Kwa hiyo ndio maana wakati daktari akikuangalia wa afya ya kinywa na meno akaona iko nje ya mdomo, anaweza kukushauri kwamba labda nenda kamuone ENT au daktari wa mambo ya koo na pua, au kamuone daktari mwingine ambaye labda wa masuala mengine, hata kwa sababu hata magonjwa ya figo, hata magonjwa ya ini yanaweza kuja mwisho wa siku yakaleta mtu akawa na harufu ya aina fulani ya kipekee mdomoni kutokana na maradhi yake. Niambie dokta, kiurafiki kabisa. Naam. Rafiki yangu ananuka mdomo, namwambiaje bila kumkwaza? Sasa nafikiri hilo ndo tatizo ambalo sisi nafikiri wa Tanzania, sijui Afrika labda, nafikiri labda Tanzania, tuna ile inaweza kuwa sio kunuka mdomo, inaweza kuwa hata na kukwaza mtu, anakufanyia kitu upendi lakini unashindwa kumwambia. Au umepanda gari lako, ameingia ndani mwako bila kuvua viatu, na wewe mle ndani unatakiwa uvue, lakini unamwangalia tu, unaumia moyoni. Unapaswa umwambie, ila tu namna ya kumwambia ndio inastahili. Kwa hiyo kama ni mwenzio, unaweza ukamwambia mkiwa wawili, na unamwambia vizuri, yani kwa utaratibu wake vizuri, atakuelewa tu nafikiri. Lakini sio kumwambia wewe unanuka mdomo na kuanza kumfanya ajisikie vibaya, yani aone kama okay, lakini unamwambia kwa maneno ambayo yatamfanya aone kweli nifanyie kazi. Ambia lakini aisee, unajua kuna kitu nataka nikwambie siku nyingi, lakini leo wewe nikwambie bwana, unajua hivi unatumia dawa gani ya meno? Ambia hebu jaribu dawa fulani. Mimi mwenyewe kuna wakati kuna harufu ilikuwa inakuja nikajaribu kutumia hiyo. Umeona hivyo, unaenda naye, unaona.
lakini pia unaongezea na mengine na pia unajua, nilisikia kwamba usiku kabla ya kulala ukisafisha meno yako vizuri, alafu ukatumia dawa ukasukutua, asubuhi utaamka mdomo uko fresh kabisa. Nani ukimwambia taratibu, na wewe unafikiri mtu wa kuelewa ataelewa. Kwa hiyo tusiwe na woga wa kusema. Mimi nakwambia hivyo dokta, kwa sababu muktadha ni tofauti. Naam. Unajua, kwa mfano kama ni mwenza wako ananuka kinywa, labda inaweza kuwa rahisi kiasi kwa sababu mnafahamiana. Lakini nadhani ugumu unakuja kama mtu ni rafiki yako ama colleague wako, mnafanya kazi pamoja. Hapo sasa bosi ananuka kinywa, unamwambia vipi? Sasa unatumia njia nyingine, tafuta mtu ambaye uko naye karibu. Unaweza kukuta bosi ananuka kinywa, lakini unaweza kukuta labda ule mfagiaji wanaelewana na bosi, labda uaga wana chat nini. Anaweza kumwambia, au sio, unaweza kumwambia rafiki yake bosi, sababu lazima kuna watu ambao bosi uko nao karibu, unaweza kumwambia kwa namna nzuri, wale watapata nafasi ya kumwambia. Hapo inaweza kuonekana kama mnamsengenya bosi. So umesema ukweli, umesema ni moja kwa moja. Hapana, na yeye ataenda atamueleza. Sawa. Ashelzo Jones anauliza, Dr. tatizo la ganzi muda mrefu linasababishwa na nini? Ganzi ya meno anamaanisha, kwa sababu kuna ganzi ya meno na kuna ganzi pia ya fizi, kuna ganzi ya midomo, lakini na imani ana maana ya meno. Hajawa specific moja kwa moja kwamba ganzi ya nini, lakini tu ameuliza ganzi. Ganzi ya meno mara nyingi inasababishwa na meno kulika. Na meno kulika yanaweza kulika kwa tindikali, aidha kulika kama ulivyokuwa unasema kutumia miswaki migumu, kwa zile kuta za meno zikawa zimelika, kwa sababu jino linazuiwa au linalindwa na koti kubwa au tuseme jembamba, lakini limezunguka jino lote, tunaita enamel. Hiyo kuta halina hiyo layer, haina cell, yani halina nerve ambazo zinaweza kusababisha mtu akasikia maumivu. Sasa ile inapolika, unakuta kuta ya pili ndani ambayo ni dentin. Hiyo dentin yenyewe ina nerve. Kwa hiyo mtu akiwa jino limelika mpaka akafika kwenye nerve, anaanza kusikia hali ya ubaridi, anaanza kusikia hali ya hiyo ganzi kama inavyokuwa. Lakini sio hivyo tu, pia kula vyakula vya tindikali sana vinaweza kusababisha kufuna kwa ganzi, lakini pia kutoboka kwa meno kama meno yameanza kulika kwa namna ambayo tunasema dental caries ya kawaida inaweza kuwepo. Lakini pia kuna meno, watu wengine wana tabia ya kusaga meno labda. Kwa hiyo unakuta ile enamel inalika kiasi kikubwa. Kwa hiyo na wenyewe wanaweza kupata hiyo hali ya ganzi kama unaweza kusema, au kakasi fulani. Uligusia pale awali kwamba angalau mtu afanye check up mara moja kwa mwezi ili kulinda afya yake kwa mwaka ili kulinda afya yake ya kinywa. Nini kingine mtu anatakiwa kufanya ili kulinda afya yake ya kinywa na meno? Cha kwanza kabisa ni tumezungumza pia ni kuhakikisha unasafisha kinywa kwa dawa ya meno yenye fluoride angalau mara 2 kwa siku, na angalau kwa dakika 3 basi. Sio tu ile dakika moja umemaliza. Alafu pia kitu kingine ambacho naweza kusema hicho cha kwenda kumuona daktari wa afya ya kinywa na meno. Lakini pia unapoona dalili zozote mdomoni mwako kama hiyo ya ganzi kwenye meno au kunuka mdomo, maumivu yoyote unayoona kwenye midomo, kwenye koo, kwenye ulimi, kumeza chakula kwa shida, kama unaona unakula chakula uweze kumeza kwa shida, utafunaji labda unaona unatafuna upande mmoja upande mwingine uwezi, vitu vyote hivyo ni vya kuhakikisha kwamba unaenda kupata ushauri kuona namna gani. Kuna baadhi ya watu hufungua vinywaji kama soda na bia na meno. Hiyo hairuhusiwi. Ina athari gani? Hiyo ni athari kubwa, kwa sababu unapofungulia chupa, au wengine wanapenda kutafuna barafu kwa mfano, au kuvunja vitu kwa meno, unaharibu kuta za meno, unaharibu enamel ya meno. Kwa hiyo mwisho wa siku unaweza ukaanza jino ukakuta wengine limecrack, yani limevunjika kipande,
au linaweza likatengeneza ufa mdogo ambao wewe unaweza usiuone, lakini baada ya miaka mingi unaweza ukaanza kupata hali, unaona mara jino limebadilika rangi, limeanza maumivu na vitu kama hivyo. Kwa hatushauri kabisa. Hata wanafunzi wengi wanapendaga kuweka kalamu midomoni, peni au penseli, kufungulia hata maji ya plastiki, haifai kufanya hivyo. Kuna wengine wanatafuna vitu vya plastiki. Kwa mfano wanafunzi anatafuna vizibo vya peni, akinywa maji anatafuna vile. Madhara yake ni yapi? Madhara ni hayo niliyosema. Na mara nyingine anakwenda mpaka kwenye fizi. Kwa sababu anavotafuna saa nyingine anaweza kufanya fizi zikashuka kutoka kwenye meno au kutengeneza nafasi kati ya jino na jino. Kwa hiyo haifai kabisa. Na sio tu kutafuna hivyo vitu, hata wengine wanaotafuna tambuu au tumbaku, kwa kweli na yenyewe sio nzuri, kwa sababu ukiacha tu athari hizo, pia inaweza kuleta athari kubwa kwake, ni mambo ya kansa. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo havitakiwi kabisa kufanya. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.